maelekezo yalikuwa yapo kwamba kila mwezi kuanzia mwisho wa mwezi unapofika, kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 10 tuwe tumekusanya zaka. Tarehe 10 iwe mwisho kutuma zaka zetu kwa mhazina. Mnanisikia vizuri wapenzi? Sasa hizo tarehe nilikuwa najua kwamba nitakuwa sijafika nyumbani, nikawa nimemwaga mhazina kwamba sasa tuko tunaenda kwenye uchaguzi. Tukitoka kwenye uchaguzi naenda Mbeya, nitakaa wiki 2. Toka Mbeya nitakuja Tabora, nitakaa wiki 1. Kwa hiyo kufika nyumbani nitafika tarehe 12. Tarehe 10 ngapi? 12. Nikamwandaa kabisa kwamba zaka nitatuma tarehe 13. Akasema hamna shida, wewe ni mwaminifu, tunakuelewa. Mnanisikia vizuri? Mimi nikajifunga kwenye hilo neno. Tulipofika tena Dodoma, wakati tumemaliza uchaguzi, nikamwaga naenda Mbeya, nitakaa wiki 2. Wiki ya 3 wapi? Tabora. Kwa hiyo kurudi katika nyumbani tarehe 12. Sawa sawa, mmenisikia vizuri wapenzi? Ilipofika tarehe 9, ziara zangu zilikuwa zimefika, niko Tabora. Siku hiyo masaa kama haya nilikuwa nahimiza juu ya wale malaika wanaohudhuria makanisani. Ilikuwa semina, waliandaa makanisa mengi wakaweka nje, lakini ilikuwa semina ya nje. Sasa walikuwa wamealika makanisa mengi ya Kipentekoste. Nilikuwa nafundisha juu ya wale malaika wanaohudhuria kwenye makusanyiko. Sasa siku ya tarehe 9 ambayo kesho yake inapambazuka tarehe 10, nilikuwa nimefika kile kipengele cha malaika wa kalenda, malaika wa hazina, wale wanaothamanisha sadaka zetu kwa matoleo kwa hazina za kimbingu, na jinsi ambavyo wanathamanisha kulingana na moyo uliotoa kwa hiari, kwa kupenda, kwa ukarimu. Mnanisikia vizuri wapenzi? Siku ya hicho kipengele Mungu akanipa neema, nikafundisha vizuri kabisa, hata nikajengwa vya kutosha. Wote tukatoka pale tunamtukuza Mungu. Kumbuka ni tarehe 9 kuamkia tarehe 10, ambayo hiyo tarehe 10 kwa jimboni kwetu, kwa kanda yetu ile, ndio mwisho wa kupeleka zaka. Mnanisikia vizuri? Tulipomaliza tukarudi, nikaenda nyumbani kwa mchungaji, nikalala. Saa 6 kamili nikashtukia katika ulimwengu usiokuwa wa kibinadamu, na tumbukia kwenye jopo la wale malaika wa hazina. Na tumbukia kwenye jopo lao, natembea, nikamkuta yule kiongozi wao. Aliponitazama akasema hivi, mbona umekuja hapa kabla sijalipa? Nikajua ananiuliza zaka. Nimekuja hapa kabla sijalipa zaka. Nikaanza sentensi. Nilimwaga mhazina kwamba kufika nyumbani tarehe 12, kwa hiyo zaka nitalipa tarehe 13. Akasema sawa sawa. Akanitazama, kanikazia macho, akaniuliza, unataka kumaanisha kwamba tuko tunafunga mahesabu hii tarehe 10, tuko tunafunga mahesabu yetu? Kwa hiyo tukishafunga mahesabu yetu utajilinda mwenyewe mpaka hiyo tarehe utakapokuwa umelipa. Aliposema hivyo, nikafunguka macho, nikaona watu wengi wenye silaha, wengi wanaonizunguka na silaha zao wananitazama, wengi upande zote ya upeo sioni mwisho, wana silaha kifuani wananitazama, kwa maana kwamba wananikinga na maadui. Yaani adui mpaka aje nifikie, mpaka awe amewamaliza wote, na haiwezekani kuwamaliza. Mnanisikia vizuri wapenzi? Sasa yule wa hazina aliponiuliza hivi, ina maana kwamba unataka kuniambia kwa sababu tuko tunafunga mahesabu leo tarehe 10, utajilinda mwenyewe mpaka utakapolipa? Wale maaskari walinzi wote wenye silaha waliposikia hiyo sentensi, walikuwa wote wananielekea mimi, wote wakanipa kisogo, kila mmoja kanipa kisogo.
wanasubiri yale mahesabu yafungwe, wafanyeje? Wajiondokee. Hawaruhusiwi kumlinda mwizi wa zaka. Mnanisikia vizuri wapenzi? Bwana tusaidie sana. Ndugu zangu, nilipofika kwenye hilo tukio nilisumbuka. Ujasiri wote uliisha. Ndugu zangu, siku hiyo nilishuhudia kile kisa cha Samsoni alivyotokwa na zile nguvu za Mungu. Mnanisikia vizuri wapenzi? Yaani hapo nilisumbuka, nikawaza, kwanza ujasiri tena wa kuendelea na semina haupo kabisa. Sina uhusiano tena na mbingu, sina uhusiano wowote na mbingu, kisa zaka. Mnanisikia vizuri wapenzi? Nikaanza kuwaza, yaani nilikuwa najiamini, yaani kwa asilimia zote kabisa kwamba hakuna mchawi duniani anayeniweza. Nikaona sasa hawa waliokuwa wananizuia, wananikinga na maadui, wakishaondoka nimebaki mwenyewe. Miaka yote nimewanyanyasa wachawi. Nilikuwa naona kama hakutapambazuka nikiwa salama. Mnanisikia vizuri wapenzi? Nilisumbuka, hivi natokaje huku Tabora mpaka nyumbani? Nilikuwa najua, yaani nikishaingia kwenye barabara yoyote, hatari zina wajibu wa kupisha bila hata mimi kusumbuka nazo. Maana huwa naziambia hivi, mnajielewa kwamba hamruhusiwi kusumbua hata kinywa changu kuambia mnipishe. Hamruhusiwi. Sasa nikawa naona tangu nimezinyanyasa. Mnanisikia vizuri wapenzi? Nilisumbuka kuliko maelezo. Yaani sikulala tena. Nilipoangalia saa, yaani ashukuriwe Mungu, nilipotoka tu kwenye hilo tukio, nikaangalia saa 7 kasoro dakika 20, yaani saa 6 na dakika 40 ndio imeingia. Saa ngapi? Ndio imeingia tarehe 10. Nikaangalia simu, ndio imeingia tarehe 10. Kwa hiyo wanafunga mahesabu leo tarehe 10. Hicho tu ndicho kilichonipa uhai kidogo. Mnanisikia vizuri? Nikatamani kupiga simu nyumbani, lakini bado ni usiku. Tamani, yani kulipofika saa 11:30 nikaanza kumtafuta mhazina. Bahati nzuri nilikuwa nimeacha kule nyumbani, nimetoa maelekezo, zaka za mwezi huu ni huu hapa, tusubirie tu uishe, lakini nitapeleka tarehe 13. Mnanisikia vizuri? Nilipopiga simu kwa mhazina, haipatikani. Ndivyo sasa, yani kama ile, mnanisikia vizuri, moyo unapanguka kabisa, nguvu zinalegea. Nikapiga simu kwa katibu, bahati nzuri nikampata, nikamweleza hilo tukio. Akasema ngoja nikutafutie mhazina kwa namba zake zote, nihakikishe nimempata, tulia tu. Baada ya nusu saa nikasikia simu ya mhazina inaingia. Ndio sasa mnanisikia vizuri wapenzi? Nikawaambia nyumbani, haraka sana, hesabu zile pesa, unganisha na mapato yote ambayo mlipata. Maana niliwaambia mapato yote mtakayopata mtenge muunganishe. Hesabu haraka sana. Wakanipa hesabu. Nikamtumia mhazina ile idadi na muamala wa zile zaka. Mnanisikia vizuri? Nikamwambia msifanye kazi yoyote. Chukueni hizo pesa, nendeni kwenye M-Pesa, mnitumie mimi mwenyewe. Maana niliogopa nikiwaambia mtumie mhazina, wanaweza hata wakachelewa. Tumeni kwangu mimi nitume mwenyewe. Mnanisikia vizuri wapenzi? Bwana tusaidie sana. Zaka. Na kama unalipa zaka kwa uadilifu kabisa, tena kwa wakati, jipime siku moja ukikutana na hatari, wewe ikudolee macho tu, njoo tukutane, uone kama hili tunajinyanyapaa wenyewe au tunajipunguzia nini hadhi yetu, heshima yetu, kwa kuiba zaka au kwa kulipa zaka bila moyo wa kufanyaje wapenzi? Wa kupenda. Kwa sababu ndugu zangu, Biblia inasema Yesu aliwahi kusimamia siku moja chombo cha sadaka. Alienda kanisani akasimamia chombo cha sadaka, akawa anakagua watu. Mnanisikia? Kila mtu anayetoa sadaka anaangalia moyoni, huu moyo umeleta sadaka kwa kupenda au namna gani? Mnanisikia vizuri? Ndugu zangu, tunapotoa sadaka, tunapolipa zaka, hapa kuna watu tusiowaona kwa macho.
wanaoangalia hii sadaka natoa kwa kupenda, hii zaka nalipa kabisa kwa furaha, kama vile ambavyo ningenunua kitenge nachopenda dukani au kitambaa nachopenda. Mnanisikia vizuri wapenzi? Vitu vya namna hiyo. Tukipwaya hapo agano la msamaha, tutakuwa tunalikosea kabisa. Bwana tusaidie sana. Nimeenda kwa muhtasari. Kipengele cha mwisho, tusijihurumie pale ambapo tunahesabu pato letu ni dogo. Tusijihurumie pale ambapo tunahesabu kwamba sisi kipato chetu ni kidogo. Tusifanyeje? Tusijihurumie. Japo saa 12 hiyo, lakini hili andiko tusiondoke bila kulisoma. Tusijihurumie pale tunapoona kipato chetu ni kidogo, halafu tunajihurumia. Wanapotangaza michango, tangazeni tu, mngejua kipato changu wala msingekuwa mnaniuliza, msingekuwa mnanifuatilia. Kwani kipato chako, mbona hujajihurumia kununua chumvi? Ukaiambia chumvi, mimi leo nakula bisidi na chumvi, kipato changu ni kidogo. Sinunua hata kitunguu, hata nyanya, kipato changu ni kidogo. Sinunua hata sabuni ya kuoga, mimi naoga maji tu, kipato changu ni kidogo. Mbona hatuwazi hayo wapenzi? Kwa Mungu kuwekeza hazina ya milele ndio kipato kidogo. Bwana tusaidie wapenzi. Mimi leo navaa nguo moja tu, kipato changu ni kidogo. Navaa nguo moja tu, sipai 2 wala 3. Kipato changu kidogo. Leo napika chakula kidogo, sishibi kabisa, sipiki ugali wa kushiba. Kipato changu ni kidogo. Naoga leo, sinunui hata sabuni, mafuta yangu hapana. Leo sipaki hata mafuta, kipato changu ni kidogo. Sinunui kiatu namba inayonitosha, namba 8, nanunua namba 5, kipato changu ni kidogo. Wapenzi, situpo wenye kipato